Sauti hii katika mji wa Mazeras. Karibuni sana katika mkutano huu ambao Mwenyezi Mungu ameuwezesha tuweze kuwa nao. Tunawakaribisha sana katika sherehe hii ya kuweza kupata afueni. Tumeleta afueni katika maeneo haya. Kwa hivyo ninawakaribisha wote wanaosikia sauti hii ya kwamba njoo tuweze kusikia utamu wa Kristo. Tuweze kuwa katika mahali ambapo Mwenyezi Mungu anatupatia uponyaji. Kwa hivyo majuma haya mawili yamekuwa majuma ya uponyaji ya kimwili, kiroho na kiakili. Kama wewe hautaishika hii network, shauri yako. Maana sisi tumekuja hapa kukusaidia wewe mwanadamu uweze kuelewa mambo kadhaa ambayo Mwenyezi Mungu anataka tuweze kuwa nayo katika maisha yetu. Kwa hivyo ninawakaribisha wote. Nawakaribisha kwa moyo mkunjufu ya kwamba njooni tuweze kuwa pamoja nanyi. Na wale ambao wako tayari madukani, mahali kazi yako, katika kibanda chako, nilisema ya kwamba ni vyema uweze kuwa na kalamu na karatasi uandike maneno haya. Kwa hivyo majina yangu naitwa Jones Hayeshe. Ukipenda kuniita Hayeshe nitafurahi sana. Napenda sana jina hilo Hayeshe, maana ni jina ambalo Mungu alinipa kwa ajili ya kazi yake. Kwa hivyo ninasema kwamba karibuni. Ni kipindi cha afya. Mimi ni mwalimu tu wa afya, nasaidia watu kuweza kuelimika kwa ajili ya afya zao, kimwili, kiroho na kiakili. Kwa hivyo tuko hapa kuweza kuwahudumia kwa ajili ya mambo hayo, kiafya, kimwili, kihisia. Hayo yote tunasaidia watu wa Mazeras waweze kupata afueni. Nataka niweze kuomba kwa ajili ya kipindi hiki. Nataka niweze kuomba. Baba mtakatifu uishie mbinguni, jina lako litukuzwe milele, kwa maana wewe ndiye unastahili. Asante kwa nafasi hii ambayo umetupa katika eneo hili. Kwa majuma haya mawili tuweze kuwasaidia watoto wako. Umetupa huo moyo, wewe ndiye unayetupa kipawa hiki ili tuweze kuwasaidia watu wa Mazeras. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba wanaposikia usia huu, Baba, ninaomba uweze kuwaponya katika jina la Yesu Kristo. Asante Mwenyezi Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Jana tulikuwa tunazungumzia kuhusu lishe, na niliweza kuambia kwamba lishe ni la maana sana katika mwili wa mwanadamu. Lishe ni la maana sana, watu wa Mwenyezi Mungu. Ukila vibaya utaweza kuwa na matatizo. Ukila lishe ambalo ni bora, utakuwa katika hali ambayo iko sawa. Utakuwa na hali ambayo iko sawa, mwili wako utakuwa sawa, damu yako itakuwa sawa, hata akili zako itakuwa sawa, wapendwa. Kwa hivyo ninawakaribisha kwa njia ya kipekee. Kwa hivyo katika sehemu ile ya kwanza ambayo nimekuwa nikiwazungumzia, ninapoenda katika sheria ya pili ya afya zetu, na ninaomba wale madaktari wangu 8 wakiwa hapa nitafurahi sana, ili tuweze kuangalia daktari wa pili ambayo Mwenyezi Mungu amemuweka katika maisha yetu. Daktari wa kwanza tulimuona ni lishe, ambaye pia tumeweza kupata kwamba lishe lina mambo mengi. Nitakuwa nataja hadi nitakapomaliza, nitakuwa nataja mambo kuhusu lishe, licha ya kwamba tunaingia katika sheria zingine 8 za afya. Katika sehemu ya lishe kuna jambo moja ambalo ninataka niweze kuambia na ni la maana sana. Mwili wetu umetengenezwa ya kwamba tuweze kula ugali asubuhi. Asubuhi kula githeri yako, kula chapati yako, kula maharagwe yako, kula chakula kizito asubuhi. Ugali unafaa kuliwa asubuhi, kwa sababu ugali unachukua muda kuweza kusiagwa. Wakati wa jioni, mwili wako umetengenezwa jioni ndio wakati wa kukula chakula chepesi. Yaani inamaanisha kamata sima lako asubuhi. Tengeneza mboga yako, tengeneza ugali wako, kula ugali wako asubuhi.
Watu wengi wameenda kaburini kwa sababu walikula chakula kingi jioni. Mwili wako unafanya kwa njia ya kipekee sana, ya kwamba unapoanza safari ni kama gari. Matatu inapojaza watu ndio inaenda kunywa nini? Mafuta, ili iende. Kwa hivyo na wewe nawe unangoja, unataka kulala ndio unataka kuweka mafuta. Sijawahi ona dereva yoyote amemaliza kazi yake alafu anaenda anaweka mafuta alafu gari linalala pale. Sijawahi ona mambo kama hayo, ya kwamba lazima wakati watu wanajaa katika gari lake ndiposa anaenda kuweka mafuta ili aanze safari. Kwa hivyo na sisi pia tumetengenezwa hivyo, ya kwamba unapofanya shughuli za kila siku hivyo ndivyo unavyostahili kula. Lakini wakati wa jioni wewe unahitaji kulala tu, ni kama yule mtu ambaye hana chakula. Hivyo ndivyo inastahili. Na hata ikiwezekana unastahili kuwa na vyakula milo mingapi? 2 kwa siku. Asubuhi unakula ugali, unakamata ugali kweli kweli. Alafu wakati wa mchana unakula chakula ambacho ni chepesi kinafuata. Jioni unaweza kula tu kama unataka kukula, unaweza kula tu slice 2 ya mkate na ndizi. Wewe ndizi moja imekutosha, nenda ulale. Kwa hivyo wakati wa usiku ni wakati wa empty your stomach. Usiku haustahili kula na vidonge vya chakula. Kwa nini? Watu wengi hata wamama wamekosa kuzaa ama wamekosa kizazi kwa sababu ya kula usiku. Watu wengi wamelipukwa maradhi mengi, hata ya pressure, hata attack, kwa sababu ya kukula usiku. Kwa sababu mwili wako usiku unapumzika, vyombo vyako vinapumzika, mashini yako inapumzika. Kwa hivyo usiku unastahili empty your stomach. Haustahili kulala na donge la ugali. Watu wengi wanakula hata saa 5 ya usiku, wanaenda kulala immediately. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya sana kwa afya yako wewe unayenisikiliza. Haifai kabisa. Unakula vizuri asubuhi. Tengeneza sukuma yako asubuhi na ugali, kula, malizana nayo. Hizo mboga malizana nazo wakati wa asubuhi. Mchana tengeneza kama ni wali na maharagwe na ndengu, hizo ama lentils, kula mchana. Jioni nakupa chakula cha jioni kwa ajili ya afya yako. Jioni unaweza tengeneza kikombe cha juice ambayo ni natural. Umechanganya matunda kama umechanganya ndizi na inaitwaje, avocado, na slice 2 ya mkate. Imekutosha. Na utakapofanya hivyo, maradhi ndivyo yanaanza kuondoka. Hivyo ndivyo umeanza kufanya kitu inaitwa about time. Yaani hivyo ndivyo unavyoanza kuweka afya yako kuwa sawa, wewe mtu wa Mazeras ambaye unanisikiza. Kwa hivyo tumeenda kinyume na sheria ya mwili, na ndio sababu tumekuwa na matatizo ya aina mbalimbali na magonjwa yamelipuka ambayo hata hospitali inashindwa. Huu ni ugonjwa gani? Ushaiona unaenda hospitali unapimwa, alafu baadaye unaambiwa hauna ugonjwa, lakini wewe ni mgonjwa. Lakini sisi kwetu ukija hapa tutapata ugonjwa. Kwa sababu gani? Tutaangalia vile wewe unakula namna gani. Nataka niwaambie hivi, unajua mtu anaweza fikiria ni uongo. Viungo vyetu ambavyo tumeungwa navyo katika mwili, like liver ni ini. Uangalie figo, uangalie hizo organs zote za mwili, viungo vyote vya mwili, ndani ya mwili viko very tender, ambapo havistahili kufinjana ndani ya mwili. Kwa hivyo wewe unavyojaza matumbo yako wakati wa jioni, unajaza ugali inajaa mpaka tumbo inajaa, inafura, na unaenda kulala hiyo masaa kama chakula hakijasiagika kwa muda wa 5 hours, basi jua ya kwamba wewe uko hatarini. Na ndio unaona mama anashindwa kushika mimba. Anashindwa kushika mimba kabisa kwa muda wa miaka mirefu. Ni kwa nini? Angalia diet yako, unakulaje? Unakula chakula kizito jioni. Kwa sababu gani? Wakati unakula chakula kinaenda katika utumbo mkubwa ambao unaitwa colon. Unaitwa colon kwa Kiingereza, huo utumbo mkubwa. Kwa
kwamba huo utumbo mkubwa unapokamata chakula kingi, na ukumbuke pengine hata uendi haja kubwa. Kuna watu wanakaa hata juma moja hajaenda haja kubwa. Kuna watu ambao wanakaa siku 3 hawajaenda haja kubwa na wanaendelea kula chakula. Hiyo chakula inaenda wapi? Hiyo chakula inaenda wapi? Kwa hivyo inajazana ndani ya zile rooms za hiyo colon. Hiyo utumbo mkubwa wa kutoa, yani wacha niseme utumbo ambao unaweka uchafu wa kutoka. Basi inapojazana hivyo, hiyo colon inaanguka. Maana hiyo colon ni kama mfuko ambao ukijaza vitu vingi inapasuka, vitu vinamwagika. Kwa hivyo hiyo colon inalala. Inapolala ndio mtu anakuwa na kitambi. Watu wa kitambi jamani, wale watu wako na beli, nataka msikize maneno haya. Unajua watu wanafikiria kwamba kuwa na kitambi ndio kuwa na afya. Wanafikiria kwamba kuwa na kitambi ndio kuwa sasa wewe unaitwa tajiri. Wewe wacha nikuambie, wewe ambaye uko na kitambi, njoo hapa tukushughulikie kitambi kianze kuenda. Kwa sababu kitambi kitakuletea shida. Na najua mmeona kuna mtu nimempunguzia kitambi. Alikuwa na kitambi kikubwa hata kuweza kufunga tu kiatu, kuinama kufunga kiatu inakuwa ni shida. Lakini kitambi kinaendelea kikienda, na hata watu wengi wanashuhudia ya kwamba nimemsaidia sana kuweza kutoa kitambi chake. Kwa nini? Huyo mtu alinieleza ya kwamba anakula sasa, anafuata mtindo wa kula. Unapokula chakula kinalala ndani ya tumbo, unaegemeza, figo zinauma, unalalia hiyo chakula, uzito unaenda kwa ini, uzito unaenda kwa zile organs zote za mwili. Na ndio unaona kama ni mwanamke anaanza kuwa na kitu kinaitwa hormonal imbalance, anaanza kuumwa na periods zake. Mwanamke anaanza kukosa kuwa na uwezo wa kuzaa, yaani uchafu umelemewa kutoka katika zile tubes. Basi kwa sababu wewe unakula usiku, basi yale madonge yanakinga, yanafinya kizazi chako na unashindwa kupata mtoto. Ni rahisi tu hivyo, ni rahisi tu. Kwa hivyo wewe ukitaka kuwa na usalama, uweze kuwa sawa, ni vizuri kufuata sheria 8 hizi za afya. Katika ulaji bado tutakuwa tunaendelea kutaja, alafu watu watakuwa na afya ambayo iko sawa. Na niliwaambia jambo ya kwamba hatufai kula chakula wakati tunakunywa. Hayo tutaongea wakati nitaingia kwa ile sheria ya 3 ambayo tutaiongelea kesho. Lakini leo hii nataka tuweze kuangalia kitu. Nataka tuweze kuangalia sheria nyingine. Nataka tuangalie kama tuko hapa, naomba nisaidie ile chat ya exercise. Maana ukitoka kwa nutrition unakuja kwa exercise. Naomba nitolee hiyo. Nashukuru mwalimu amekuja kwa wakati aweze kusaidiana na kijana ili waweze kunisaidia hapa, ili tuweze kuangalia maneno haya ambayo ni ajabu sana. Tumewaletea afueni, na wote wanaonisikiza ni kwamba tumeleta afueni kwa jamii, kwa familia, kwa sababu familia ndio inayo maradhi mengi sana. Watu wanateseka katika familia, hawajui wafanye nini. Ni sheria tu hizi 8. Ukizishika hizi sheria 8, wewe utakuwa sawa, utakuwa mzima. Na hata ukienda kwa madaktari watakwambia huyo mama anakuambia ukweli, anakuelezea ukweli. Kwa hivyo sheria ya kwanza ni nutrition. Sheria ya pili inaitwa exercise, yani zoezi. Nashukuru sana, kuna mama ameniambia hapa yeye huwa anaruka kamba. Leo hii nimewaletea kamba. Nataka watu wakuje waruke kamba. Kila maeneo huwa naenda watu wanaruka kamba. Unajua watu wanafikiria kwamba kuruka kamba ni watoto peke yake. Wewe unapoamka asubuhi, wakati unaota jua lako, anza kuruka kamba. Ruka kamba. Hata kama hauna kamba, anza tu kuruka. Ruka. Huu ni
Tengeneza mwili wako. Wewe unaruka kamba yako, ruka kabisa. Unatengeneza circulation yako, ruka kamba. Tengeneza mwili wako kwa muda wa dakika 20. Wewe unaruka kamba. Kuruka kamba haihitaji uwe na space. Haihitaji kabisa uweze kuwa na space. Unaona mimi sina kamba mkononi, lakini naruka. Mimi naruka kamba. Wewe ruka kamba mama. Hayo mafuta yatanyonyo, yataisha. Ruka kamba yako na ufurahie kabisa. Wewe baba ruka, mtoto ruka. Hivyo ndio vitu tumewaletea hapa, na vitu hivi vitawasaidia. Kuna kamba yangu pale, kuna kamba yangu, na naomba watu waruke kamba katika kibeti changu. Ameenda wapi huyu mtu? Nitakapokuwa nikimaliza, ninaomba watu waruke kamba. Nimesikia vizuri sana, nimeruka kamba. Mtu asikwambia ati hakuna kamba. We ruka. Ruka kabisa, ruka. Uweze kutoa lile jasho. Lile jasho likitoka, basi wewe unaporuka, tutaangalia exercise ama zoezi linatibu nini. Zoezi linatibu nini katika maisha yako. Kwa hivyo nahitaji chat jamani. Hakuna zoezi pale. Hakuna chat ya zoezi hapa. Sijuzi tumekuwa nayo hapa exercise. Iko wapi? Kwani ilichukuliwa na zilikuwa pamoja? Hakuna exercise. Kwani shetani alijua ya kwamba tukileta exercise anajua ya kwamba watu watapona. Watu wengi wameshindwa kutoa mafuta ndani ya miili yao. Ukitaka kupunguza mafuta ndani ya mwili, ruka. Ukitaka kupunguza, fanya zoezi, lima. Kuna watu hawajawahi shika jembe. Lima. Na haya yote yanatoka katika mwili wetu. Tumeumbiwa hizo sheria ndani ya mwili ya kwamba tuweze kufanya zoezi. Mtu ambaye hafanyi zoezi, mtu huyo atakuwa na maradhi, na yatakuwa mengi sana. Hatustahili kuketi muda mrefu. Unastahili kutembea. Hata kama uko katika kibanda chako unauza, usikae muda mrefu. Na ndio unaona wamama wanasikia viuno vinauma, mgongo unauma. Wewe unaamka unazunguka vile mama anapanga pale nyanya yake vizuri. Zunguka kidogo, tembea kidogo, hata round tu hiyo meza yako hiyo. Tembea kabisa. Hiyo itakusaidia sana. Itaweza kukusaidia wewe mzunguko wa damu. Na kuna benefit ya exercise. Exercise ni tiba ya pili. Wale wagonjwa wote ninawaonya hivi, sikizeni mausia haya, maana ni ya kweli. Kwa hivyo wewe unapofanya hiyo zoezi, mtu wa shida ya ugonjwa wa sukari, mtu wa shida ya ugonjwa wa pressure, mtu ambaye ana shida ya mzunguko wa damu, mtu ambaye yani maradhi yote ambayo tunayo, kama una uwezo wa kufanya zoezi, fanya. Maana hii ni mwanzo wa uponyaji wako. Kwa sababu hii ni sheria wewe umeumbiwa katika mwili wako. Na hizi sheria 8 utakapozishika mwisho wa wiki, juma hili, wewe utakuwa ni daktari wa kipekee katika nyumba yako, katika familia yako. Utasaidia mama yako ambaye ni mgonjwa kule nyumbani. Utamsaidia ndugu yako ambaye ako kitandani, hamjui vile itakuwa namna gani. Utakuwa umepata ujuzi wa kusaidia first aid, ya kusaidia watu wenu wakiwa na matatizo katika maisha yao. Kwa hivyo tunaangalia zoezi. Nataka msomaji yako tayari. Najua tuliwaambia kila jambo linatoka ndani ya maandiko. Nataka msomaji aniangalilie sheria hii ndani ya maandiko. Aniangalilie sheria hii. Sheria hii ambayo ni ya kufanya zoezi, ni Mwenyezi Mungu mwenyewe aliweza kupeana. Kwa hivyo nataka hiyo chat ya exercise ikija hapa nitafurahi sana.
itaweza kusaidia, maana watu hawa wanastahili kuona haya maneno kwa sababu ni uzima. Sheria hizi 8 tumeumbiwa na Mwenyezi Mungu ndani ya miili yetu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hizo sheria zitakusaidia wewe. Hizi ni sindano 8 kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye anakudunga. Yeye ndiye first class. Yeye ndiye profesa wa maprofesa wote. Yeye ni daktari wa madaktari wote, Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anayejua structure yako. Ndio sababu amekupatia hizi sheria 8 za maisha. Ukitunza hizi sheria 8 za maisha, Mwenyezi Mungu atakuponya katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo nataka tuweze kuangalia zoezi. Angalie, hiyo ni zoezi. Huyo ni daktari ambaye anaitwa zoezi. Zoezi ni la maana sana. Tunaambiwa zoezi is the key to success. The key to success. Kwa hivyo tunaona ya kwamba watu wanapofanya zoezi watakuwa na afya njema sana. Watoto wako watafurahi. Angalia yule mwanamume na mke wake wanaendesha bike, wanafanya zoezi. Kuna yule ambaye anaogelea katika bahari, huyo naye anafanya zoezi. Kuogelea pia ni zoezi, tena ni zoezi nzuri sana. Lakini kama unajua kuogelea ndio posa uogelee. Kwa hivyo tunaona ya kwamba zoezi ni la maana. Huyu daktari zoezi ako hapa kuweza kuwapatia sindano ya kipekee kutoka mbinguni na muweze kupona katika jina la Yesu. Tunataka tuweze kuangalia zoezi huyu zoezi ndani ya maandiko, maana Mungu ndiye ametuumba. Kama hangetuumba na zoezi ndani ya maisha yetu, hatungeweza kufanya hizi shughuli tunafanya. Ametengeneza hiyo sheria ya zoezi, na ndio sababu lazima tufanye zoezi, ndiposa tuweze kuwa na afya iliyo bora. Angalia katika kitabu cha Mwanzo. Angalia kitabu cha Mwanzo 2:15. Mwanzo 2:15 inasema namna gani, msomaji wangu? Inasema hivi. Naam. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu. Alimtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni. Ailime na kuitunza. Afanye nini msomaji? Ailime na kuitunza. Na kuitunza bustani ya Edeni. Kwa hivyo mwalimu, Mungu huyu alipokuwa akimuumba mwanadamu na kumweka katika bustani ya Edeni ailime, ni sheria tayari alikuwa amemtengenezea ndani ya mwili wake kabisa, ya kwamba atakapofanya mwili utakuwa sawa. Atakapokuwa akiweza kufanya zoezi, mwili utakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo watu ambao hawafanyi zoezi ndio wanakuwa na thick blood. Yaani damu yako ukija pale kwa daktari anakuandikia thick blood. Ni kwa sababu wewe hufanyi zoezi. Fanya zoezi, damu yako iweze kuwa nyepesi na mzunguko wa damu uweze kuwa sawa. Tunaona kwamba utakuwa unaongeza kinga na utakuwa unaongeza the white blood cells, zile chembe nyeupe ambazo zitakusaidia wewe mwili wako usiweze kuatakiwa na maradhi. Ni kweli kabisa. Kwa hivyo tunaona kwamba zoezi ni la maana sana katika maisha ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu ametuhakikishia ya kwamba yeye ndiye aliyetupatia zoezi ya kwamba kulima. Kwa hivyo mtu ambaye wewe kama unaumwa na kichwa, kuna watu ambao wana matatizo ya migraine headache, kichwa kinakuuma kila wakati, network haishiki vizuri, basi tunaona ya kwamba chukua jembe, wachanga hii maneno ya kuweka watu wakulimie. Wewe ni vizuri maua, palilia tu garden yako ya mboga, palilia maua yako. Hata kama wewe ni udosi, unajua wadosi pia wameenda kaburini. Hata kama wewe ni mchungaji, unajua uchungaji huwezi kuzuia wewe kwenda kwa kaburi. Hata kama wewe ni mshiriki pia wewe fanya. Hata kama wewe ni mama, hata kama wewe umetoka ndani ya neti bibi harusi, hebu nenda ushike kajembe, palilia. Ni kwa ajili ya afya yako. Hii ni kwa ajili ya afya ya mwanadamu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba zoezi ni la maana sana, linatusaidia mwili wetu na tunakuwa na development nzuri sana katika mwili wetu, ambapo tuna postpone decay, yani mwili kuoza, mwili kuharibika.
Kwa hivyo nataka niweze kuambia watu wa Mungu ya kwamba kuna mambo kadhaa ninapoelekea kumaliza maneno haya ambaye yanasaidia sana. Tumeambiwa zoezi unastahili kuweza kulifanya asubuhi. Unaweza kutembea, tembea, watu watembee. Wacha kupanda gari kila saa. Gari liko kwa mlango, umeingia. Ndio huyo umeenda town, umeingia kwa ofisi, umekaa, gari limepark hapo. Wakati wa jioni, wakati wa jioni, si ulikuwa umekaa kwa ofisi kama boss. Unatoka pole, ndio huyo anaingia. Hata haendi mbali. Yaani gari liko hapa, ofisi iko hapa. Anaingia ndani ya gari, anaanza kupeleka gari, anaenda nyumbani, anaingia kwa nyumba, anakaa. Huyo mtu anastahili kuja kuona daktari aweze kumwelezea. Ni hatari kubwa sana. Hivi vitu tunavyo hivi sometimes zinatuletea matatizo katika maisha yetu. Yaani unasema maisha poa, kumbe sio maisha poa, ni maisha maharibifu. Unastahili hata kama una drive, hebu weka parking hapo gari, tembea kidogo, alafu rudi katika gari lako, ama tembea kidogo kabla hujapanda gari lako. Ni vizuri kuweza kufanya zoezi, wewe mtu wa Mazeras ambaye unasikia maneno haya. Kwa hivyo tunapata ya kwamba mwili huu uliumbwa kutembea. Tembea. Nashukuru sana watu wa Mazeras wanapenda kutembea. Tembea mpaka usikie mwili wako umetoa kijasho. Tembea. Na unapotembea ukifikiria juu ya makuu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Tembea ukifurahia vile Mungu alikuumba kwa njia ya kipekee. Mimi ukinikuta barabarani nikitembea, unashangaa huyu naye ametoka mbingu gani? Maana kwanza najipenda, jambo la pili natembea, kwa maana Mwenyezi Mungu aliniumba na sheria ya kufanya nini? Ya kutembea. Na sheria hii inaponya maradhi yangu. Sitakuwa na pressure, sitakuwa na arthritis, sitakuwa na kansa, sitakuwa na magonjwa hayo, kwa sababu mimi ninatembea kwa njia ya kipekee, kwa sababu nimeumbwa na sheria ya kutembea. Tembea. Shukuru Mwenyezi Mungu sana. Tembea asubuhi wakati jua linachomoza. Tembea. Palilia maua. Fanya hayo yote. Na unapofanya hivyo, ni nini kinafanyika? Wale watu ambao wanakuja, tuko na magonjwa ya asthma, vifua vimefungana, sijui damu haitembei vizuri kwa mwili. Basi unapofanya zoezi hilo kila siku na kumuomba Mwenyezi Mungu, magonjwa hayo yanaondoka hata bila kumuona daktari yoyote. Magonjwa haya yanaondoka. Kuna wengi ambao wamefanya hayo. Maana unapotembea, unapotembea na kupalilia, tunaona ya kwamba inasaidia circulation. Magonjwa mengi yanakuja katika maisha yetu kwa sababu hakuna circulation mzuri, hakuna network ya damu kuzunguka vizuri. Kwa hivyo wewe unapofanya hivyo, itaweza kukusaidia sana wewe mtu wa Mwenyezi Mungu. Na pia zoezi linafanya nini? Linatoa lina guard against colds, yani mafua, vikohozi, kujazwa kwa kifua, ubongo wako, mapafu yako. Haya, watu wanakuja wanasema wanaumwa na maini yanachemka, basi ukitembea. Haya, wale watu wanalia figo, ukitembea unapata uponyaji kwa njia ya kipekee, wapendwa. Na pia kutembea kumeweza kusaidia magonjwa 100. Zaidi ya magonjwa 100 kutembea tu peke yake. Haya, tuangalie. Haya, kuna faida gani ya kufanya zoezi? Kuna faida gani ya kuweza kufanya zoezi? Zoezi linatusaidia kuweza kustrengthen your heart. Yaani moyo wako unakuwa thabiti, una pump vizuri zoezi. Haya, jambo la pili, ina lower the blood pressure. Kama imeenda juu, inarudi katika hali ya kawaida.
faida unapofanya zoezi la kutembea, la kuruka kamba, la kulima. Alafu pia tunaona ya kwamba ina protect your heart, yani moyo wako unakuwa protected. Ni kinga, zoezi ni kinga ya moyo wako wewe mwanadamu. Kwa hivyo pia tunaona ya kwamba zoezi hilo linanyonya mafuta, haya mafuta ya kugandaganda. Unapofanya zoezi linanyonya ile cholesterol levels ambazo zimeweza kupanda juu. Alafu pia zoezi lina strengthen your bones, mifupa yako. Unapofanya zoezi mifupa yako ina retain calcium. Watu wa Mazera, sikia hii point isikupite. Unapofanya zoezi, ile calcium ambayo iko katika mifupa yako inakuwa retained ndani ya mifupa, ndio sababu huwezi pata magonjwa ya mifupa. Kwa hivyo ni vizuri sana kuweza kufanya zoezi. Ina retain calcium na minerals ambazo mwili wako unahitaji. Zoezi. Haya, watu wengine wanakuja wako na depression. Unapofanya exercise, hivyo ndivyo unatoa depression. Unapofanya zoezi, hivyo ndivyo unatoa maneno ya msongo katika maisha yako. Ugonjwa wa depression unaondoka yako, maana mifupa yako hiyo ndiyo structure ya mwili. Kwa hivyo ukiharibu structure ya mwili inakuwa weak, overpower na mafuta mingi na nyama nyingi kwa mwili, basi wewe utaweza kulemea mwili wako. Kwa hivyo zoezi litakusaidia hiyo pia. Na pia zoezi inakupatia clear mind. Unakuwa na clear mind. Ukiambiwa Yesu anarudi hivi karibuni, unasema ni hakika Yesu anarudi, kwa sababu uko na clear mind. Tunaona kwamba zoezi itaweza kufanyia hivyo. Pia zoezi linakusaidia wewe uweze kuwa na usiku. Kuna wale watu hawapati usingizi. Wanasema, daktari, mimi sijapata usingizi. Hebu nenda ufanye zoezi. Lima kidogo. Wakati unaoga unaenda kulala, unalala kama mtoto. Kwa hivyo pia zoezi linafanya mwili una heal faster. Mwili unaendelea kuheal faster unapofanya zoezi, wapendwa. Haya ni mambo ya ajabu sana. Hizi ndizo tiba za kipekee ambazo nazileta katika maisha yako. Mimi nakupa hizi tiba za mbinguni. Mungu ndiye ambaye amezileta na tuna uhakika nazo katika maisha yetu, na Mungu mwenyewe ametaja ya kwamba ndani ya maandiko tuweze kufanya zoezi. Kwa hivyo nataka mtu mmoja ninapomaliza kuja afanye zoezi, maana nimeongea jambo nzuri la maana sana hapa. Mtu mmoja, mtoto, msichana, mama, akuje aruke. Mimi naruka, mimi sina uoga. Mimi nikiwa na uoga sasa mtajuaje haya maneno? Siwezi kuwa na uoga. Haifai kuogopa mwanadamu mwenzako. Muogope, mheshimu tu Mungu. Hata Mungu simuogope, mheshimu, maana ni baba yako. Mungu wewe unamheshimu maana ni Mungu wako, lakini una uwezo wa kuongea na Mungu wako, usimuogope. Basi mimi na wewe tunasemezana hapa. Nataka mtu akuje turuke na kamba. Mtu ambaye anataka kufanya zoezi akuje tufanye naye zoezi, alafu tuweze kuomba. Ni nani yule ambaye yuko tayari kuweza kuruka kamba? Turuke naye. Kamba yangu ilikuwa hapo. Nisaidie kamba ndani ya hiyo bagi. Kamba iko pale ndani ya bagi. Hapo. Umebeba, wewe umebeba kamba yangu. Wewe umebeba kamba yangu, unatembea naye na unajua ya kwamba ni wakati wa zoezi. Mtu aje tuweze kufanya zoezi. Msiogope kufanya zoezi. Hata washosho, njoo turuke kamba. Hii ni kwa ajili ya faida yako. Njoo, ruka kamba. Ni faida ya mwili wako. Hautatumia vitembe kila wakati. Njoo ufanye zoezi. Mimi nimefanya zoezi hapa na nitakuwa naamka. Unajua, nilikuwa nimesahau kidogo. Nitakuwa ninaamka nifanye zoezi. Ndiposa nifanye mambo mengine. Nisaidie hiyo kamba. Leta hiyo kamba, mimi niruke kamba. Njoo turuke kamba. Kuja uruke. Kazi rahisi hiyo. Basi nijaribu kuruka kamba. Wacha tuone kutoka kwa mwalimu mwenyewe. Wacha niruke kamba. Haya, naruka kamba. 1, 2, 3. Kumba naweza. Ruka. Enjoy. Ruka kamba, ruka.
Twende. Haya, tuone pasta naye, daktari naye awachi nyuma. Nani mwingine ataruka kamba? Mimi hapa. Nani kuja zoezi muhimu. Zoezi ni muhimu, njoo uruke. Njoo hapa uruke kamba. Wapi Msina? Songa pale kuna nini? Ruka kamba. Jaribu na. Tunaona vijana wanajua kuruka kamba. Ona vile watu wanaruka kamba. Haya, tunaruka wote, twende. Watu wakuje. Publican, ruka. Bote yo mama aruke kamba, ruka. Daktari, umeruka kamba? Kuruka 10. Hii ni dawa ya mwili wako, mtu wa Mazeras. Hautaweza kumeza Panadol, hautaweza kumeza aspirini. Ruka kamba, ruka. Ruka, ruka alafu aruke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unaenda ngapi? Angalia. Daktari ndio huyo, mfano wa kwanza. Anaruka asubuhi, ruka kamba. Mtoto mama, ruka kamba, ruka alafu mama utaruka. Haya, ngoja aruke. Ruka. Pole tu, ruka. Wewe ndio uko sawa. Ndio huyo. Sasa huyu ndio anastahili kuruka kamba. Anatengeneza moyo wake, anatengeneza mwili wake, anasaidia the flow of the blood. Huyu mama anapona katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Anapona katika jina la Yesu. Asante sana. Nashukuru sana mama. Ndugu yangu, wewe ni wa mwisho. Njoo uruke kamba. Hii ni mambo ya ajabu. Ati nini? Ulifanya kitambo zoezi. Lakini shika vizuri pale mwisho. Na pale mwisho isikue fupi. Haya, toa hiyo viatu. Utaruka nayo. Haya, ruka kamba. Hii ni uponyaji ambao hauna pesa, huu uponyaji. Na tumeuleta hapa uponyaji. 1, 2. Viatu vyako jamani. Jamani, mpatie kamba ni fupi kwake, yeye ni mrefu. Mpatie aruke kamba. Wamama, mmeona mwenzenu vile ameruka. Hivyo ndivyo unanyonya mafuta kwa mwili. Hivyo ndivyo unafanya circulation inaendelea. Hivyo ndivyo ugonjwa wa tumbo utaenda kwa sababu ya kufanya. Ndio hiyo sasa. Ndio hiyo. Atumumeatia watoto ndio wanaruka kamba. Hata rais wetu wa Kenya anastahili kuruka kamba. Hata ministers wanastahili kuruka kamba. Kila mtu aruke kamba kwake nyumbani. Ukiwa kwa estate yako, ruka kamba. Haya. Ndio hiyo. Hata nguvu za kiume, ruka kamba, utazipata. Asante sana. Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki tunapoendelea kufanya hivyo katika maisha yetu. Ruka kamba na watoto wako. Nunua hizi kamba, uruke na watoto wako. Na kama hauna kamba, wewe una kamba ya hewa. Wewe ruka kamba na utalala vizuri ukiendelea hivyo kila siku. Na kama huwezi kuruka, tembea kidogo kiasi na utakuwa sawa. Maradhi mengine utashangaa vile yanaondoka katika mwili wako. Unajua, jambo la mwisho nakwambia ni hili. Kama Mungu angekuwa, Mungu wetu ni Mungu wa kila mtu. Mungu anapenda maskini, anapenda hohehahe, anapenda hao watu wote. Mungu ako pamoja na wewe. Mungu hachagui mtu wa kuponya. Mungu hasemi huyu ni tajiri kwa sababu ana pesa apone. Hapana. Ndio sababu tuko hapa, ya kwamba kuwa daktari wa maisha yako. Mungu wa amani aweze kuwabariki. Na tuombe. Baba mtakatifu uishie mbinguni, jina lako litukuzwe milele. Baba, nimekuwakilisha hapa ya kwamba watu wameweza kudhoofika, hawajui wataenda wapi, wanadanganywa kwa makaratasi, wengine wameemeza vidonge, Mwenyezi Mungu hazijawasaidia. Baba wa mbinguni, wewe ndiye tiba ya pekee na unatibu kila mtu kwa staili hiyo.
Kwa hivyo fanya watu wa Mazeras waweze kuelewa ujumbe huu na waishi na ujumbe huu, na tupone. Unaporudi mara ya pili, Yesu utupeleke nyumbani. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Mbarikiwe sana.